kawaida ya kufunikwa na neema ina kawaida ya kufunguliwa. Na ndio maana ukisoma katika Biblia anasema neema ya Mungu imefunuliwa kwa watu wote, nayo yatufundisha kuacha uovu. Kwa hiyo neema ilipofunuliwa, kazi yake kubwa ilitusaidia kuacha uovu na kutustahilisha kuwa karibu na Mungu. Kazi nyingine mojawapo ya neema ni kutusaidia katika neema inatusaidia katika kuleta riziki za kila aina. Neema ina riziki za aina mbalimbali, na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 9 mstari wa 8, hebu tufungue kwa pamoja. Wakorintho wa pili mlango wa 9 mstari wa 8, anasema na Mungu awezaye kujaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Pigia mstari, na Mungu aweza kuwajaza kila neema. Kwa hiyo kuna neema za aina mbalimbali, kila neema za kila namna. Soma hapo mbele, kila neema za kila namna kwa wingi. Neema inakuja na kila wingi, neema inakuja na maongezeko. Anasema na Mungu katika kitabu cha Wakorintho wa pili 9:8, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mpate kuwa na riziki za kila namna kila siku. Kwa hiyo ile neema Mungu anayokujaza kwa wingi ya kila namna ni ipate kuja na riziki. Kumbe nyuma ya neema kuna riziki. Nyuma ya neema Mungu aliyokupa inabeba riziki. Riziki chakula, riziki mafanikio, riziki kuinuliwa, riziki pesa. Haleluya, haleluya. Mungu awajaze neema za kila namna ili mpate riziki kwa wingi. Neema inabeba riziki. Neema ndiyo kibebeo cha riziki. Mwingine Mungu anampa ubunifu tu wa kufanya kitu fulani, anapokifanya neema iliyoko juu yake inaachilia pesa. Unaweza kukuta mtu ni mtengenezaji wa vikapu tu, lakini ni tajiri mkubwa. Ni ile neema aliyopewa ya kushona vikapu. Kina Paulo walikuwa ni washonaji wa mahema. Sasa wanatumika madhabahuni. Paulo katika kitabu cha Matendo ya Mitume utaangalia Mtume Paulo alikuwa ni mshonaji wa mahema. Ile ni neema ya kushona, pamoja na kuhubiri, pamoja na kuwaita watu, pamoja na kuwaponya. Hakuacha neema yake ya ushonaji wa mahema. Neema Mungu aliyokupa umeacha wapi? Ni kweli umeajiriwa, ni kweli unafanya kazi kwenye kampuni, ni kweli unafanya kazi serikalini, lakini kuna neema Mungu aliyoweka ndani yako zaidi ya huo ualimu. Usiache kuitumia. Tumia neema iliyoko ndani yako. Wewe ni mbunifu, wewe ni mtu fulani, mfanyabiashara, unapenda sana habari ya kuuza maduka na nini. Inua, hata kama utakuwa ni msimamizi wa mahali pale wakati ukienda kazini, neema isilale ndani yako. Na ndio maana Mungu wakati anataka kumuita Nuhu akajenge safina, alimwambia nenda, akampa mtu, akamtajia mtu kabisa, huyu atakusaidia katika ujenzi. Ukimwangalia kipindi cha Daudi, alikuwa na mtu anaitwa Ahithofeli, ambaye huyu mtu alikuwa ni msaada wake, ana neema ya kushinda vita. Kuna watu ambao akikupa plani tu ya kufanya kitu, yani akakupa ile plani vizuri, they are good planner, lakini wakati mwingine mambo yao hayaendi. They are good, akikwambia tufanye biashara hii na ukahakikisha mnafanya naye ile biashara, ni kweli lazima utatoboa. Kwa nini? Ana neema ya biashara, ana neema ya ujenzi. Mwingine ana neema ya ujenzi. Ni wote watatumia simenti, watatumia mchanga, watatumia kwaru, watatumia nondo, watatumia mawe, watatumia. Lakini kuna mwingine katika ujenzi, ukiangalia tu namna alivyojenga, ana neema, kazi yake inakuwa very smart. Hata saluni, kuna ambao ukienda kwake hata ni dakika 5 tu kamwambia labda nitengenezee hiki na hiki, ni dakika 5, wote mmesuka msuko mmoja, lakini yule ana neema yake, yani ana namna yake ya tofauti. Haleluya, haleluya. Ninakuombea kwa Bwana, neema ya Mungu ikakutofautishe katika jina la Yesu. Neema ya Mungu ya kila namna ilete riziki za kila namna kwako kwa jina la Yesu.
Usilaze neema iliyoko ndani yako, usilaze neema Mungu aliyoweka ndani yako. Inuka uende ukawe mshindi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neema ina kawaida ya kuleta riziki za kila namna kwenye maisha ya mwanadamu, lakini neema ina kawaida ya kuzidisha mambo, ya kufanya mambo katika spidi isiyo ya kawaida. Kwa hiyo tukiangalia neema namba 5, pia faida mojawapo ni neema inaleta spidi ya kufanya mambo, spidi ya kuzidi watu wote. Usiogope hata kama umechelewa leo kujenga, usiogope hata kama umechelewa leo kufanya mambo, usiogope hata kama uko nyuma ya watu wote. Neema ya Mungu ikiwa juu yako inakuzidisha na kufanya mambo hata zaidi ya wale waliokutangulia, hata zaidi ya wale waliokuwa wanakusema, hata zaidi ya wale waliokuwa mbele yako kwa maisha yako siku zote. Neema ilipofunuliwa kwa Paulo, yule aliyekuwa anaonekana muuaji, yule aliyekuwa anatafuta kwenda kuua watu, katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 9 mpaka wa 10, utaona Biblia inatuambia Paulo akasema, mimi niliyekuwa mdogo kuliko mitume wote, lakini kwa ajili ya ile neema ya Mungu niliwazidi wote. Haleluya! Kwa hiyo neema, na sio mimi tu. Paulo anasema sio mimi tu, ni ile neema iliyokuwa juu yangu. Kwa hiyo neema ya Mungu ikiwa juu yako, kuna vitu utakavyovifanya. Wengine wametangulia muda mrefu, lakini neema ya kuwazidi wote inakuwa juu yako kwa jina la Yesu. Hiyo neema ya ujenzi iwe juu yako kwa jina la Yesu. Hiyo neema ya kusoma iwe juu yako kwa jina la Yesu. Hiyo neema ya makampuni iwe juu yako kwa jina la Yesu. Hiyo neema ya ndoa iwe juu yako kwa jina la Yesu. Hiyo neema ya watoto iwe juu yako kwa jina la Yesu. Hiyo neema ya kufanya vitu vikubwa unavyovitegemea iwe juu yako kwa jina la Yesu. Neema ya biashara iwe juu yako kwa jina la Yesu. Neema ya kazi nzuri iwe juu yako kwa jina la Yesu. Neema ya kufanya vitu kwa uzito na vikaenda kwa haraka iwe juu yako, yani kufanya vitu vizito, vizuri, vikubwa, na iwe juu yako neema ya kufanya kwa wepesi. Paulo alikuwa muuaji wakati wenzake tayari walikuwa tayari ni mitume, tena ndo alikuwa anawatafuta hao mitume waue. Lakini neema ya Mungu ilipofunguliwa juu yake, Paulo anasema niliwazidi wote. Neema ya kuzidi wote. Wanakuona wewe ni yule yule anayejifanya kuomba, wanakuona wewe ni yule anaendaga kanisani, kwa hiyo hawakuamini wewe na Mungu wako. Ninakuombea kwa Bwana, neema ya Mungu ikutambulishe, neema ya Mungu ikupe ushindi, neema ya Mungu inyamazishe maadui zako. Neema ya Mungu ilimtoa Daudi akiwa kule porini, watu wengine wote wanamkimbia Goliati. Daudi akaja akatoka porini na jiwe moja tu. Kwa neema ya Mungu, lile jiwe lile jiwe moja ndilo lililomwangusha na taifa likanyamazishwa kimya. Haleluya! Neema ya Mungu saa ya kukutambulisha haihitaji watu wengi, inahitaji ufungue moyo wako ukubali kutambulishwa na Bwana. Inahitaji ufungue moyo wako ukubali kutambulishwa na Bwana. Una nini mkononi mwako? Daudi yeye alibeba kombeo moja na akanyamazisha taifa zima. Sio mpaka uwe na vitu vikubwa. Hizo nyanya unazouza, hizo karoti unazouza, hizo nguo unazouza, hapo ulipoanzia biashara, usikate tamaa. God always move with the mover. Endelea mbele, songa mbele. Vita ni vikali, lakini ushindi ni mkubwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Neema ya Mungu ikubebe kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninakuja mbele zako, ninakuomba Bwana, yale mafuta niliyoyapoteza kwa neema yako njiani, wakati nikipita mahali penye hasara, mahali penye uzito, mahali penye ugumu, asubuhi ya leo ninaomba Bwana, ninyunyizie tena mafuta ya neema, mafuta ya neema, mafuta ya neema, mafuta ya neema kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa, kwenye familia, kwa watoto wangu. Ninaomba Bwana, achilia neema ya kufanya mambo makubwa, ya kufanya vitu vikubwa, ya kufanya visivyoonekana, visivyo
linalowezekana. Nipe hiyo neema Bwana, nipe hiyo neema Bwana, maana neno lako linasema utamimina roho ya neema, roho ya neema katika nyumba ya Daudi, nao wataona maono. Achilia roho ya neema kwa wamama hawa, kwa wababa hawa, waone maono ya biashara, ya kazi, ya familia, ya watoto. Mimina hiyo neema, mimina hiyo neema katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, amen. Mungu akubariki na abariki kazi ya mikono yako. Utukufu wa Mberoshi na Mtiashuri uwe juu yako. Kila ambacho ulikuwa ukifanya kwa ugumu, Mungu akupe spidi ya kufanya kwa haraka. Hiyo nyumba iliyokosa wapangaji, Mungu atikise mbingu, waachiliwe kwa jina la Yesu. Ile nyumba ya kujenga ambayo adui amesimama, Bwana atikise mbingu na ukajenge kwa haraka kwa jina la Yesu. Mafuta ya neema yawe juu yako. Hautafanya vitu kwa ugumu, lakini ukafanikiwe.